mbele ya majaji watatu, Jaji Manyanda, Jaji Abdalla Gonzi na Jaji Kainda, tulikwenda kusikiliza shauri la ndugu Luhaga Joelson Mpina na chama cha ACT Wazalendo dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali. Katika shauri hili ndugu Luhaga Joelson Mpina amefungua shauri la kikatiba akiendelea kupigania haki yake ya kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na chama cha ACT Wazalendo nacho kikipigania haki yake ya kuwa na mgombea urais katika uchaguzi mkuu. Katika shauri hili siku ya leo mahakama pamoja na kwamba ilikuwa imepanga usikilizwaji, lakini imeona kutokana na uzito wa hoja zinazotaka kujadiliwa, hasa kuhusiana na haki ya kugombea uchaguzi wa urais ambayo si hoja nyepesi, mahakama imeridhia kwamba hoja hizi zijadiliwe kwa maandishi, na mahakama imeona kwamba muda unazidi kuyoyoma kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa hiyo imeamua kuwe na muda mfupi. Kwa hiyo mahakama imeleta utaratibu ufuatao. Imeamua kwamba waleta maombi kwa maana ya Luhaga Joelson Mpina na ACT Wazalendo walete hoja zao ndani ya siku 2 kuanzia leo mpaka tarehe 1 mwezi wa 3, na wajibu maombi kwa maana ya Tume ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali nao wamepewa siku 2 kuleta maombi maelezo yao kuhusu hoja zitakazoibuliwa na waleta maombi, na watafanya mawasilisho hayo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na kama kutakuwa na nyongeza ya maelezo, basi nyongeza hiyo itafanyika tarehe 4 mwezi wa 10 2025. Muhimu pia ni ambalo napaswa kusemwa ni kwamba serikali nayo imekuja na pingamizi la kisheria kwamba Mahakama Kuu haina mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri hili la kumrudisha kwenye orodha ya wagombea ndugu Luhaga Joelson Mpina. Kwa hiyo Mahakama Kuu pia imetoa maelekezo kwa serikali nao kutumia fursa hiyo ya siku 2 kuleta mawasilisho yao kuhusu hoja za kisheria za mapingamizi, na sisi tutazijibu ndani ya siku 2. Kwa hiyo kitakachofanyika zaidi ni kubadilisha nyaraka za kisheria. Cha msingi ni kwamba Mahakama Kuu imeamua tarehe 6 saa 8 mchana kesi hii itakuja mbele ya mahakama kwa ajili ya kuangalia ni namna gani wanasheria wa pande zote mbili wamekidhi matakwa ya amri za mahakama. Na shauri hili mahakama imesema hiyo tarehe 6 saa 8 mchana litakuwa live na wananchi wote kokote waliko wataweza kulifuatilia kupitia tovuti za mahakama, kwa maana ya YouTube channel ya mahakama, na watu wengine ambao wataweza kutumia access hiyo ya YouTube channel kufikisha kwa watu wengine. La mwisho kabisa ambalo tulileta mbele ya mahakama hii ni kuangalia uwezekano wa mahakama kuweka zuio la muda la uchapishaji wa ballot paper au kurasa za karatasi za kupigia kura za uchaguzi wa rais. Lakini mahakama imeona kwa kuwa bado muda upo, basi tutumie busara kumaliza shauri hili kwa wakati muafaka ili hayo mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ile zuio la muda mahakama imeona si busara kwa wakati huu kulitoa. Kwa hiyo tunatarajia sasa hiyo tarehe 6 mara tu baada ya mahakama kujiridhisha kwamba kila kitu kimefanywa kama ambavyo inatakiwa, na kama kutakuwa na hoja zozote za nyongeza, basi hiyo tarehe 6 mahakama itatupa tarehe kamili ya lini hukumu hiyo inasomwa.
na mahakama imetueleza kwamba kwa kuzingatia uharaka na unyeti wa swala hili, basi itatoa hukumu yake katika muda mfupi sana baada ya kutusikiliza hiyo tarehe 6. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi kwa kuendelea kufuatilia swala hili, na tuendelee kutumaini kwamba sisi wanasheria tutajipanga tuweze kufuata na kukidhi amri za mahakama zinazotutaka tukamilishe majibizano kabla ya tarehe 6 mwezi wa 10, 2025.